Nairobi. Nani alijua nini? Hili ndilo limekuwa swali kuu linalozingira sakata ya uagizaji wa mafuta nje ya mpango wa serikali wa G2G. Licha ya maafisa 4 wakuu wa wizara kujiuzulu kwenye sakata hiyo, maswali yamesalia kuhusu ni kina nani wengine waliohusika. Mwanahabari wetu Emmanuel Toa anatupa mtiririko wa stakabadhi unaonyesha kwamba wakuu serikalini haswa katika wizara ya kawi na petroli walikuwa wameelezwa kuhusu uagizaji wa mafuta hayo. Ilianza na mkutano wa kamati ya kitaifa ya usalama ambayo mwenyekiti wake ni mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei mnamo tarehe 9 mwezi Machi mwaka huu kujadili madhara ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na namna ambavyo ingetatiza hali ya mafuta nchini. Mkutano huo ukimpa ruhusa katibu katika wizara ya petroli Mohamed Liban kutafuta mbinu mbadala ya kuagiza mafuta kusaidia kuzuia changamoto zinazotarajiwa ikiwa vita hivyo vitaendelea. Kilichofuatia ni mkutano uliofanyika tarehe 18 Machi mwaka huu katika jumba la Kasneb Towers ambapo watu 29 walihudhuria mkutano huo uliosimamiwa na Joseph Wafula aliyewakilisha wizara ya kawi. Wengine waliohudhuria ni wakiwemo maafisa kutoka katika shirika la kusambaza mafuta nchini KPC na maafisa wa mamlaka ya kuchukua ushuru nchini KRA. Katika mkutano huo, kampuni ya One Petroleum iliyohusishwa na sakata hiyo ilitajwa miongoni mwa kampuni ambazo zilikuwa na uwezo wa kuleta mafuta hiyo. Kampuni 4 zikiwemo Hass Petroleum, Oryx Energies, E3 Energies na One Petroleum ziliwasilisha maombi ya kuagiza mafuta hiyo, kila mmoja akieleza uwezo wake. Kamati hiyo ikiipa nafasi kampuni ya One Petroleum na ile ya Oryx kusambaza mafuta hiyo, katibu Liban akimwandikia mkurugenzi mkuu wa One Petroleum Ali Balala barua kumpa idhini ya kuagiza mafuta hiyo. Wengine waliohusika kwenye barua hiyo ni waziri wa kawi Opiyo Wandayi, mkurugenzi mkuu wa IPRA Daniel Kiptoo na mkuu wa KPC Joe Sang. Hata hivyo, hadi sasa ni maafisa hao wa ngazi ya chini tu waliobebeshwa msalaba, waziri Wandayi akikaa ngumu kwenye wizara. Kutoka kwa waziri wa kawi Opiyo Wandayi hadi kwa maafisa wa ngazi ya chini katika wizara ya kawi, ni bayana kwamba kulikuwa na mpango kamili wa kuagiza mafuta kutoka kwa mataifa ya Ghuba. Makaratasi na stakabadhi zikionyesha kwamba mikutano iliandaliwa kuafikia mpango huo. Emmanuel Toa, runinga ya Citizen, Nairobi.